milioni 270, na hizo fedha zote ziko kwenye budget 2025-26. na mimi nilibeba budget tukipeleka Dodoma kwenye kamati ya bunge na ikapita. Hizi fedha zote zinakuja kutengeneza barabara, ikiwepo moja ya Lesingita kuja Mdala yenye urefu wa kilomita 13.10, alafu na nyingine kutoka Longido kwenda Meloa. Kutoka hapo kwenda Meloa ina kilomita na zenyewe imetengewa milioni 185 katika maombi waliotoa hapa ya kwamba ziende kwa ajili ya kuboresha angalau hata barabara ya Mola. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimalizie kwa kusema tu Arusha ni mkoa wa utalii, na sisi pesa ndio kipaumbele. Yale wa Masai hawa na sisi Wachaga na upande wa mama yangu wa Rumeru tunapenda watu wanatusaidia kupata hela. Tukimwona kiongozi anatia nguvu na kutengeneza mazingira, kutengeneza pesa, huyo ni rafiki yetu. Tukiona kiongozi ni majungu, fitina, ushirikina, tunajua huyu ni mgeni na hata kama muda mrefu ataondoka. Sasa kwa sababu wewe umekuwa sehemu ya kuchagiza, nyumba unazoziona zimebadilika, ni kazi nzuri uliyofanya ukiwa waziri wa madini. Uliwafikiria na wale ambao hawana leseni, hawana utaalamu, hawana sifa kwenda benki kukopa, ukasema wapeni nafasi nao watafute kile ambacho Mungu atawajalia wakipate. Upendo huo kwako kwetu tutakulipa kwa kuombea dua, ili Mwenyezi Mungu pia akufanyie wepesi kwenye uchaguzi huu mkuu unaokuja jimboni kwako kule uongoze, ili uendelee kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan kuleta maendeleo katika taifa letu. Lakini sambamba na hilo nikupongeze kwenye kazi kubwa unayoifanya ya nishati. Ndugu zangu wananchi, mimi nilibahatika kuwa na nafasi ya chama kama mwelezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Ulikuwa wakati mgumu sana wa kila mtu anapiga kelele umeme. Hata yule asiyekuwa na kazi ya umeme atajiajiri umeme. Unajua tatizo likiwepo kubwa, unakuta hata yule ambaye hafanyi kazi na unahitaji umeme na yeye anajiajiri nini? Umeme. Ulikuwa wimbo wa kila mahala. Lakini mwenyekiti wetu wa chama Daktari Samia akasema, hebu Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati aje kwenye halmashauri kuu atueleze mchakato mzima. Ilikuwa Zanzibar nakumbuka. Na mimi nikiwa mwenezi pale ndo nawapiga maswali mazito. Kila ukimweka kwenye kona Biteko anachomoka. Kila ukimweka kwenye kona anachomoka. Baadaye wajumbe wote wa halmashauri kuu wakapata uelewa wa historia na changamoto ambazo taifa lilizipitia kwenye swala la umeme. Na akajenga matumaini wapi ambako Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amemwelekeza kuipeleka sekta ya nishati katika taifa letu. Na baada ya pale mimi nilikuwa balozi mwema wa waziri wa nishati na naibu waziri mkuu wetu. Mkutano mmoja tuliofanya hapa, unamuita mtu wa umeme akieleza amekaa pembeni. Unaeleza wananchi mkaunga mkono mkafunga mkanda. Leo hii Tanzania ni miongoni mwa nchi bora za kuigwa zenye umeme wa uhakika katika bara la Afrika. Kazi nzuri iliyofanywa na ndugu yetu Naibu Waziri Mkuu kwa maelekezo ya mwenyekiti wetu wa chama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia, kuhakikisha kwamba taifa linavushwa. Siku moja nikawaambia, ikiwezekana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, watu wanasahau pia machungu ya umeme tuliyoyapitia. Unaokata kidogo umeme, ukikata kidogo wanapiga kelele hapa ndio unarudisha. Sasa vipi tunawakumbusha huko ndiko tulikotoka? Ulikuwepo hata wakurudisha umeme haupo. Sababu watu wakisahau wanashindwa kutoa shukrani za dhati. Lakini kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Arusha nikushukuru sana wewe na wizara yako na watendaji wote kwa namna ambavyo mmefanya kazi kubwa nzuri. Leo hii kwenye mkoa wetu tuna mradi wa REA umeme vijijini. Niliuzindua mwenyewe katika wilaya ya Rumeru
na kaya zinaendelea kuunganishwa, na tena kwa bei ya shilingi 27,000 mtu anawekewa umeme. Na mbunge wetu hapa katoa ushahidi ya kwamba vijiji vyote vya Longido vina nini? Vina umeme. Na leo mmepata ujasiri wa kumwomba Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu transformer, na akija hapa ninavyomfahamu hana mbambamba, anatatua, anasonga mbele kwa faida ya Tanzania yetu. Baada ya kusema Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimeongea mengi, si kwa kula muda wako, lakini kutaka tu kuonyesha shukrani zetu wananchi wa mkoa wa Arusha ya kwamba tunamshukuru Daktari Samia na wananchi hawa wanaendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6, na siku ya tarehe 26 katika sherehe za Muungano tutakuwa pale Arusha jiji. Nitumie fursa hii kualika, na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ndio anayesimamia nishati safi katika nchi yetu. Tumeandikisha wamamalishe wa mkoa mzima wa Arusha, watakuja pale, atawaeleza umuhimu wa matumizi ya nishati safi, na wengi wao wataondoka pia na majiko ya gesi kama sehemu ya kuonyesha kwa vitendo kuelewa kwa elimu hiyo. Baada ya kusema hayo, karibu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu upate kusema nasi tuko tayari kupokea maelekezo kuhakikisha kwamba Longido na mkoa wa Arusha unaendelea kuwa mkoa namba 1 kwa mafanikio na wenye amani kwa wananchi wanaokaa katika mkoa wetu. Karibu sana. Asante sana. Mundala oye!